Ndio. Amen. Sasa Biblia inasema hivi katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura ya kwanza ukianzia mstari wa kwanza inasema Ayubu alikuwa ni mtu mkuu sana katika nchi ya Usi. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Na hizo mali zote ambazo baba akazisoma hapo alikuwa nazo na alikuwa anaishi nazo vizuri kwa amani na watoto wake na watu wa nyumbani mwake. Unajua kwa nini Ayubu alikuwa na hivyo vitu vyote? Kwa sababu alikuwa na protection ya Mungu. Mkono wa Mungu ulikuwa uko juu yake. Mungu alikuwa anamlinda. Hakuwa peke yake. The moment Mungu alimruhusu shetani aende akaguse maisha yake, maana yake Mungu alitoa mkono wake juu, ulinzi wake, ile protection ambayo Ayubu alikuwa nayo, Mungu aliondoa juu ya maisha ya Ayubu. Akamwambia shetani, gusa maisha yake. Notice one thing. Baada ya Mungu kutoa huo mkono, maisha ya Ayubu yakaporomoka. Naongea na mtu ambaye sasa hivi anaweza akahisi, mimi maisha yangu yako sawa kwa sababu na kila kitu. Nina mali, nina watoto, nina mke mzuri, nina familia yangu iko sawa. Kila kitu ninachokitaji kwenye maisha yangu ninacho tayari. Nikwambie, unaweza ukawa navyo, usipokuwa na ulinzi wa Mungu, siku moja vitaondoka kama vya Ayubu. Ili visiondoke, ni lazima uwe na maisha ya Ayubu wa mwanzo, ambaye alikuwa na mkono wa Mungu juu ya maisha yake. Wangapi wamenielewa hapo? Mpigie Bwana Yesu makofi mengi sana. Asante sana. Lazima uwe na maisha ya Ayubu wa mwanzo. Usipokuwa na ulinzi wa Mungu juu ya maisha yako, maisha yako lazima yataharibika 100%. Hiyo ni ahadi. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa, notice kitu kimoja. Ayubu aliruhusiwa na Mungu kujaribiwa na shetani. Sasa wewe piga mfano. Ayubu alikuwa ni mkamilifu, Mungu akaruhusu. Wewe una ukamilifu gani kumpita Ayubu, ambapo unahisi wale ambao Mungu hajawaruhusu, wao wenyewe wameamua tu kuja kugusa maisha yako na kuharibu maisha yako, watashindwa nini kwenye maisha yako? Ayubu alikuwa ni mkamilifu, Biblia ndio inavyosema hivyo. Alikuwa anamcha Mungu 100%. Mungu akaruhusu mwenyewe kwa mapenzi yake, si kwa ajili ya entertainment, kwa ajili ya kutuonyesha kwamba mimi Mungu nina umuhimu juu ya maisha yenu. Mnanihitaji katika maisha yenu, mnahitaji ulinzi wangu juu ya maisha yenu. Nisipokuwepo katika maisha yenu yataharibika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu akaruhusu shetani amshike. Je, wale ambao hawajaruhusiwa na Mungu kwenye maisha yako, wao wenyewe wameamua, wanatamani leo waone maisha yako yanaharibika kama ya Ayubu. Unakuwa na maisha ya Ayubu kama ya Ayubu wa pili. Unaweza vipi kuwazuia kwenye maisha yako wasiweze kuharibu maisha yako? Hilo ni swali la msingi la kujiuliza kama mtu ambaye yuko timamu, ana akili sawa sawa, ambaye Mungu amemuumba kwa mfano wake, anaishi hapa duniani.